nabii kama Musa. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Wafalme wa Kwanza sura ya 19, tuende ule mstari wa 15. 19 mstari wa 15. Maandiko anasema, Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme Sham, na Yehu mwana Nimsi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana Shafati wa Abel Mehura mtie mafuta awe nabii mahali pako. Kwa manake hapa tunamwona Elia anapokea jukumu, si ndivyo? Katika hilo jukumu Bwana anampa maelekezo ya kwamba arudi katika njia ya jangwa Dameski, akamtia mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu awe mfalme wa Israeli, Elisha awe nabii. Una msamiati? Kwa katika maandiko tunaona hapa Elisha anatiwa mafuta ili awe nabii. Kwa mafuta awe nabii. Na kama hivyo maana yake Elisha anatiwa mafuta na Elia ili awe nabii. Tunasema mpako mafuta anaitwa nani? Kristo au Masihi. Kwa maana yake Elisha aliyepakwa mafuta ili awe nabii mahali pa Elia, ndio tukamwita Masihi wa Bwana, si ndio? Ndio tukamwita pia Kristo wa Bwana. Kwa maana yake katika ofisi ya Kristo manake ni mtiwa mafuta, okay? Ametiwa mafuta ili aweze kumtumikia Bwana katika ngazi ngapi? 3: kuhani, mfalme au nabii. Kwa maneno manake naweza nikamwita kuhani nabii, mfalme nabii, alafu naweza nikamwita kuhani Masihi, si ndio? Mfalme Masihi, nabii Masihi. Kwa moja mpaka hapo nikamwita mpakwa mafuta, na tukasema amepakwa mafuta maanake amewekwa wakfu, ametakaswa kwa ajili ya kazi maalum, kwa ajili ya jukumu maalum ambalo Bwana amemwandalia. Hapo tunaenda sambamba, okay? So maanake kutokea hapa maanake we understand ya kwamba also manabii walikuwa na uwezo wakaitwa Wakristo au mamasihi. Then turudi kwenye ahadi ambayo ipo kwenye maandiko, ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 15 na 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 ule mstari wa 15. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 15 anasema, umefika? Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, sikilizeni yeye. Mstari wa 18, mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, nawe utamwambia yote nitakayo mwamuru. Kwa maana yake katika vitabu vitano vya Musa, hii inaonekana kuwa the clear promise ambayo inaongea kuhusu haya ya kwamba Musa, Bwana Mungu atamwondokesha nabii kama Musa, kama Musa. Kwa sasa hii statement Bwana Mungu atamwondokesha nabii kama Musa ilikuwa sio statement ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu katika Israeli Musa alikuwa nabii considered kuwa ni nabii mkuu au kiongozi wa manabii, okay? Okay. Chief prophet au kiongozi wa manabii au together. Kwa maana yake akisema nabii kama mimi, okay, kawaida na watreat manabii wengine waliofuata baada ya Musa, watu wanasema ni wanafunzi wa Musa, wanafunzi wa Musa, okay? Kwa maana yake Musa akisema kwamba Mungu ataondokesha nabii kama mimi miongoni mwenu, manake huu aina nabii kama Musa special one, okay? Ni special one, ni unique among prophets, okay? Ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinavyohitimishwa
Kumbukumbu la Torati kinavyohitimishwa sura 34, Kumbukumbu la Torati 34 ule mstari wa 10, 34 mstari wa 10, maandiko anasema wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Wanaosema kwamba hajainuka katika Israeli nabii kama Musa, tayari tunaona kuna manabii wengi ambao waliendelea baada ya Musa. And this statement manake inamaki Musa kuwa ni nabii maalum, nabii special, okay, kati ya manabii wengi. Tuko pamoja mpaka hapo? Okay. Kwa maanake kauli ya Musa kwamba Bwana Mungu ataondokeshea nabii kama mimi, sikilizeni yeye, ilikuwa ni kauli ambayo inaweza ikatafsiriwa vyema ikielekezwa kwa Mesaya, ambaye Mesaya si tu ni nabii kama Musa, badala yake Mesaya ni nabii kuu kupita. Tuko pamoja mpaka hapo? Tunavyoenda kusoma katika New Testament tunaona hii ahadi imetimizwa. Kwa mfano tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, Matendo ya Mitume sura ya 3, tunaona kwa uwazi ya kwamba hili swala limetimizwa. Matendo ya Mitume sura ya 3, ukisoma ule mstari wa kuanzia mstari wa 19, anasema hivi: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuabudu kwake Bwana. Mstari 20, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Zingatia mstari 22. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikilizeni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Itakuwa kuwa kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kuteketezwa na kutengwa na watu wake. 24. Naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake, wote walinena, walihubiri habari za siku hizi. Kwa maana Mtume Paul anavyoquote this promise, maana Yesu Kristo ameutimiza unabii. Okay? Yesu ndiye nabii ambaye Musa aliongea habari zake. Yesu ndiye nabii ambaye Musa aliongea habari ya kusema. Yesu ndiye nabii ambaye Musa aliongea habari kwa kulingana na jambo ambalo, kulingana na ahadi ambayo Mungu alisema kupitia Musa, kulingana na ahadi ambayo Bwana aliongea kupitia Musa. Manake Yesu Kristo ndo ameitimiza hiyo ahadi, ama Yesu Kristo ndo uhalisia wa ahadi ambayo Mungu aliongea kupitia. Ukifuatilia mafundisho ya jana, tumeona kwenye evidences nyingi ambazo zinathibitisha kwamba Yesu Kristo huyo nabii ambaye alikuwa anasubiriwa kuja, ambaye atakuwa kama kwa maanake tayari tuna ushahidi ambao jana tuliona tena na tena. Ukifuatilia kwa makini utagundua maana kamili ya kitu ambacho tunakizungumza. Nataka niongeze concept kidogo ambayo itakuwa inatofautiana na hicho ambacho tunasema, ya kwamba tukisema Yesu Kristo ni nabii kama Musa, ni kweli tunamtambua Kristo kuwa ni nabii, kama moja ya titles ambazo amekuja kwa nazo. Tambua hivyo Yesu nabii, japo hatumwoni kuwa ni nabii kama manabii wengine, badala yake ni mkuu kupita manabii, au Kristo ni zaidi ya manabii. Na lugha hiyo
Tukisema Yesu ni nabii, hatumwangalii kuwa ni nabii kama ambavyo tunazungumza manabii wengine. Badala yake tunamaanisha Kristo katika nafasi yake ya unabii, manake yeye ni mkuu kupita manabii. Wakati fulani tunaenda mbele zaidi kuonyesha kwamba yeye ndio ujumbe wenyewe. Tunaposoma katika vitabu vya Agano Jipya vimeonyesha wazi kabisa kwamba Bwana Yesu hajawahi refuse to be a prophet, na wakati fulani kuna baadhi ya maeneo ambayo yeye mwenyewe akajitambulisha kwamba ni prophet, lakini si prophet kama other prophets. Ni prophet ambaye Musa alizungumza habari zake, ambaye katika mentality ya Musa anavyosema nabii kama mimi, manake ana speak about that. Kwa nini lazima tufahamu hilo? Tukisoma katika kitabu cha Mathayo sura 16 mstari wa 13, Mathayo sura 16, Mathayo sura 16 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi, yanasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji. Yohana alikuwa ni nabii. Yohana alikuwa ni nabii, Yohana Mbatizaji. Yohana alikuwa nabii. Lakini Yohana alikuwa ni nabii. Yohana ni nabii, si ndivyo? Unaelewa? Kwamba ni Yohana ni nabii. Na wale popote maandiko amemwita Yohana nabii. Aloifanya. Okay, very good. Japo Bwana Yesu alituambia kabisa Yohana ni nabii. And also even watu walikuwa wanamtambua Yohana. Labda niwape mfano mdogo. Twende kwenye kitabu cha hicho cha Mathayo mbali. Mathayo sura ngapi ya Bwana Yesu akiingia Yerusalemu, sura 21. Ule mstari sura 21 mstari 23. Anasema hivi, hata alipokwisha kuingia hekaluni, kwa kuwa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakasema, ni kwa amri gani umetenda mambo haya? Kwa gani hapo Bwana Yesu ameyatenda? Alikuwa na wafukuza waliokuwa wanafanya biashara hekaluni, ndivyo? Okay? Ni kwa amri gani umetenda mambo haya? Naye ni nani alikupa amri hii? Yesu akajibu akawaambia, na mimi nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu nami nitawajibu ni kwa amri gani natenda haya. Neno amri tafsiri nzuri neno mamlaka. Okay? Neno mamlaka, neno excuse ambayo lake nzuri ni mamlaka. Okay? Wanasema Yesu akajibu akamwambia, na mimi nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu nami nitawajibu ni kwa mamlaka gani natenda haya.
Okay? Mstari wa 25, ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, tukisema ulitoka mbinguni, manake waliokuja kwa Kristo wakaanza kuhojiana, si ndivyo? Tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia mbona basi hamkumwamini? Na 6, na tukisema ulitoka kwa wanadamu, twaogopa mkutano, maana watu wote wamuona Yohana kuwa ni nabii. Vizuri. Watu wote wanamuona Yohana kuwa ni nabii. Lakini si hivyo tu, tukienda sura ya 14 mstari wa 5, sura ya 14 mstari wa 5, hiyo Mathayo 14 mstari wa 5 anasema hivi, labda nianze mstari wa kwanza. Anasema wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyu ndiye Yohana Mbatizaji, amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa 14 Mathayo 14. Narudia tena kusoma kwa sababu mko mnifuatilie. Naposoma nifuatilie. Wakati ule mfalme Herode alisikia habari za Yesu, akawaambia watumishi wake, huyu ndiye Yohana Mbatizaji, amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu zake zinatenda kazi ndani yake. Maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe wa Filipo, kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Alipotaka kumuua, aliogopa watu, maana walimuona Yohana kuwa nabii. Endelea. Rudi nyuma tena kwenye sura ya 11. Kitabu hicho cha Mathayo. Sura ya 11, tuangalie maneno ya Bwana. Anasema tendo ile mstari wa 7, anasema hivi, na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuwaambia makutano habari za Yohana. Walitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo? Tazama, watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, aliye mkuu zaidi. Kwa statement ambayo Bwana Yesu anaisema, haina maana anakanusha kwamba Yohana sio nabii. Lakini anasema huyu ni mkuu kati ya manabii. Kwa nini? Manabii wengine walizungumza kwa habari ya kuja kwa Yesu, lakini Yohana amemdhihirisha Yesu kwa uwazi mbele za watu. Kwa bado ni statement ambayo ina affirm kwamba Yohana alikuwa nabii. Labda tuone ushahidi wa mwisho. Wakati Yohana mwenyewe anazaliwa, kipindi ambacho Yohana amezaliwa, baba yake aliongozwa na Roho kuongea maneno ya kinabii kwa habari ya maisha na huduma ya Yohana. Okay? Enda Yohana Luka 1. Luka 1. Luka 1. Tuyachukue ile maneno. Anzia mstari wa 67, anasema, na Zekaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajali watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia. Ndio kusoma mstari wa 68, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu. 71, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, wapo waliomwapia Ibrahimu baba yetu. 74, na ya kuwa tatujalia sisi
tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. 65 kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. 76 anaongea kuhusu Yohana. Soma. Naitwa nabii wake aliye juu. Mpaka hapo tunafika ya kwamba Yohana alikuwa ni nabii, alright? Ndivyo? Okay. Turudi tena Mathayo sura 16. Tumeamka vizuri. Wema. Okay. Twende sura 16. Aha. Tusome kwa pamoja. Yohana 16 mstari wa 13. Tusome tena. Mathayo, sio Yohana. Mathayo mstari wa 13. Okay. Wale ambao walisema yeye ni Yohana Mbatizaji, nadhani mentality zao zilikuwa ni kuhusu Yohana sio ni nabii, si ndio? Wanavyosema ni Yohana Mbatizaji, maanake hajamfikiria kama Kristo ni nabii kuliko Yohana. Ni Yohana Mbatizaji. Na wakati fulani wanasema Yohana Mbatizaji, wengine wanafikiria kwamba ni Yohana Mbatizaji ambaye amefufuka kwa kusema hivyo kwamba Yesu Kristo sio zaidi ya Yohana Mbatizaji. Au together, wakati tukirudi kwenye scenario ambayo Bwana Yesu alikuwa anabatiza, nakumbuka Yohana akataka kumbatiza maji, mimi napaswa nibatizwe. Kwenye mtazamo wa Yohana, Kristo alikuwa ni zaidi. Kwenye mpaka hapo. Okay. Anasema wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Mmojawapo wa manabii. Kwenye matamshi yote haya hauoni wakiitika kwamba Kristo ni nabii kama yule au nabii kama Musa. Badala yake, maana yake Kristo anahesabiwa kuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Musa. Ni mwanafunzi, ni manabii kama manabii wengine ambao wanabii considered kama wanafunzi wa Musa. Kia maandiko yako very clear ya kwamba Kristo ni mkuu kupita, na tunaona hilo wazo kuwa ni makini kabisa. Kwa mfano tukisoma sura 12 kitabu cha Mathayo. Ule mstari wa 41. Some 1, 2, 3. Aliye mkuu kupita Yona. Yona alikuwa nabii, alright? Ndivyo. Kwa kama watu wa Ninawi waliitikia positive ujumbe wa Yona, alafu hapa anapatikana mkuu kupita Yona, manake Kristo ni mkuu. Sasa kama Yona alikuwa nabii, manake Kristo ni zaidi ya nabii, au Kristo si nabii wa kawaida. Tukisema sio nabii wa kawaida, manake atuondoe yeye kutokuwa nabii, lakini ni aina yake ya nabii. Moja mpaka hapo. Ni aina yake ya nabii, ni watofauti kati ya manabii. Kwa maana yake claim za watu wa kwamba ni miongoni mwa manabii, hizo ambazo zilikuwa zina sakurate, zinazunguka, and even
nowadays wengi wanaamini kwamba Kristo ni nabii, lakini ni nabii wa aina yake ambayo tunataka tumtafsiri, lazima turudi kwenye kile ambacho Musa alikisema kwamba huyu ni nabii kama Musa. Wakati Musa anasema ni nabii kama Musa, alikuwa ongea tu aina yoyote ya nabii, badala yake anamwongea nabii maalum. Na even Wayahudi wali understand, ndio maana walikuwa na msubiri nabii kama Musa, kiwango ambacho Yohana Mbatizaji alivyofika na habari zake zinavuma na kuenea, walivyomwendea walimuuliza hilo swali, wewe ni nabii yule? Nakumbuka Musa aliongea maneno almost miaka 1300 kabla ya Yohana Mbatizaji hajaja. Kwa nini walikuwa na uelewa kwamba Musa hakumzungumza just tu nabii, badala yake alimzungumza nabii maalum. Together. Kwa maana yake kama Kristo ni mkuu kupita Yona, maana yake Kristo ni mkuu kupita. Na maandiko hajaishia hapo tu. Tukienda kitabu cha Ibrania sura ya 1. Ibrania sura ya 1 mstari wa 1. Tusome mstari wa 1 kwa pamoja, mstari wa 1 na wa pili wa Ibrania. Kwa manake kwa kusema hivyo manake mwanzo Mungu alisema nasi kupitia manabii. Mwisho wa siku hizi anasema nasi kupitia mwana. Okay? Ni uandishi ambao unathibitisha kwamba Kristo ni better than prophet. Kristo ni mkuu kupita Kristo ni mkuu kupita manabii all together. Na ukuu wa kupita manabii, yes, alikuja kuyafanya mapenzi ya Mungu Baba. Alikuja kusema ujumbe kuhusu Mungu Baba, lakini kinachomfanya kuwa mkuu kupita manabii wote si kwa sababu ya ujumbe tu ambao ameuleta, bali kwa sababu ya asili yeye, ambapo nyuma tujifunza baada ya kusema kwamba Yesu ni nabii, baada yake tunamwita Yesu ni Mungu ambaye ni nabii. Kwa yeye kusema na sisi kuhusu Baba aimfanye kuwa mdogo kutoka kwa Baba. Ndio maana even Yohana mwenyewe akati anambatiza akisema kwamba sistahili kulegeza gidamu za miguu yako, maana pengine akasema kwamba amekuwapo kabla ya Yohana, anasema amekuwapo kabla yangu. Kwa kusema Kristo amekuwapo kabla ya Yohana, kati tunafahamu kwa kuzaliwa Yohana ametangulia kuzaliwa kabla ya Kristo. Kwa maana yake asili ya uungu inamfanya kuwa more than a prophet. This is not just a prophet. Huyu ni Mungu ambaye ni nabii. Na kwa Wayahudi, ikiwa Musa ni kitovu na kikomo cha manabii, tunasoma kitabu cha Ibrania sura ya 3, Kristo ni bora kupita Musa. Maandiko anazungumza Kristo ni bora kupita Musa. 3, kitabu cha Ibrania 3 mstari wa 1. Tusome pamoja, 1, 2, 3.
Kwa maana yake anasema Kristo amestahili heshima kupita Musa. Atumia fakta kubwa mbili. Fakta ya kwanza anasema Kristo ni mjenzi wa nyumba ya Mungu, na hilo ndio swala ambalo tuliliona. Nakumbuka kwenye ule unabii wa kitabu cha Zekaria sura 6 ya kwamba atakuwa kuhani, atakuwa ni mfalme, atajenga hekalu la Bwana. Nakumbuka pia kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7 ya kwamba mzao wa Daudi ndio utajenga nyumba ya Mungu. Okay. Kwa maana yake Kristo ni mjenzi wa nyumba ya Mungu ambapo Musa ni sehemu ya hiyo. Kwa Kristo ni mjenzi wa hiyo nyumba, maana yake, na baadaye anasema avitengenezea vitu vyote ni Mungu. Kwa maana yake Kristo ni superior than Moses because he is God. Yeye ni Mungu. Altogether. Lakini pia Kristo ni mkuu kupita Musa kwa sababu Musa ni mtumishi katika nyumba ya Mungu, lakini Kristo ni mwana katika nyumba. Na mwandishi wa Ibrania anafanya hivi akiwa na lengo la wazi kabisa, kwa kuwa wasomaji wake anaongea na Waebrania Wayahudi ambao kwenye nia zao Musa ni mkuu kupita manabii. Kwa manake kama Kristo ni mkuu kupita Musa, manake alikuwa anafikiria kwamba atakuwa mkuu kupita Musa alikuwa ni Mesaya. Kwa manake kwa kusema manake huyu ni Mesaya, yani kwa tafsiri nyingine kwamba hivi ni kama kusema kwamba kama huyu anampita Musa, manake yuko juu ya Musa, na kwenye interpretation ya maandiko mwenye uwezo wa kumsurpass Moses ilikuwa ni Mesaya. Kwa maana yake Kristo ni mkuu kupita Musa. Hivyo Kristo si tu nabii kama Musa, badala yake ni nabii mpya, ni nabii ni new and greater Moses. Ni mpya na Musa mkuu, ni new and greater Moses. Na hivyo ukiangalia jukumu ambalo Kristo alilifanya na jukumu ambalo Musa alilifanya ni majukumu mawili ambayo yanaonyesha uzito au ubora wa kazi ya Kristo kuliko kazi ya Musa. Musa alitoa Wayahudi kutoka Misri kuwapeleka Kanaani, utumwa wa kimwili, physical redemption, lakini hakuweza kufanya renew of their mind. Kristo anatoa kutoka katika utumwa wa dhambi, anatuingiza katika ufalme wa mbinguni. Okay? Badiliko kamili la utu wetu wa ndani. So manake unavyogundua hayo, unagundua kabisa kwamba kazi ambayo Kristo amefanya ni more perfect kuliko kazi ambayo Musa alifanya. Hivyo Kristo ni bora kwa namna zote, kwa hali zote kupita Musa. Okay. Lakini jambo la msingi ambalo tunalifahamu ni kwamba nabii anakuwa na ujumbe, si ndivyo? Nabii anakuwa na ujumbe. Ile uelewa wetu wa kufahamu kwamba Kristo ni nabii kama Musa inatutengenezea nidhamu, inatutengenezea adabu ya karibu zaidi ya kuheshimu mafundisho ambayo Kristo aliyafundisha. Maana yake mafundisho ambayo Kristo aliyafundisha pale ambapo tunamwona kama ambavyo maandiko yanamzungumza.